Wawaniaji wa kiti cha uwakilishi wadi katika eneo la Jomvu kaunti ya Mombasa wamehimizwa kuepuka siasa za chuki na badala yake kuuza sera zao kwa wananchi. Akizungumza katika shule ya New Cambridge Academy, mbunge wa eneo la Jomvu Badi Twalib amesema baada ya uchaguzi ni mmoja pekee atakayepata, huku wengine wakiambulia patupu, akisema ni sharti wapendane kama viongozi. Mimi nataka nitoe mawaidha kwa wote mnaouliza uongozi. Jaribuni sana msiwekeane chuki ya kibinafsi baina ya wenyewe kwa wenyewe. Ni kweli hiyo? Jaribuni sana kila mmoja atangaze sera yake. Jaribuni sana not to demean anyone in the expense of looking for leadership. Mmenielewa hiyo? Nyote ni watu wangu, na nyote ni vijana wangu, na nyote wauliza kitu ambacho wengine washapitia. Kwa hivyo jaribuni, kwa sababu election itakuja, tuang'ang'ana sahihi, lakini kura inapigwa siku ngapi? Na ikiisha hiyo siku moja, mtaendelea kuishi kama kitu kile. Kwa hivyo mimi nasihi sana, nawapenda, kila mmoja aonyeshe mambo yake na tutafanya vipi, na tutaendelea kushirikiana sote kama kitu kimoja, kama watu wa Jomvu. Kwa upande wao, wawaniaji wa kiti hicho wametoa wito wa kupewa fursa sawa ya kupambana katika uchaguzi huo ujao. Ndio kiongozi wetu, nimemfuata kama baba yangu, so ndio naendelea kufuata nyayo zake vile anatembea. So siku ya leo tumekuja kwa ajili ya prize giving ya watoto. So elimu ndio kila kitu na kazi lazima iendelee na Badi Twalib. Na mimi pia ningependa kuomba 2027 mnishike mkono, niingie bungeni, nisaidie Fulagenge kuendesha Jomvu, tutoe wazembe wale wafanye kazi. Mimi ndio nitatangaza 2027. Alafu ningependa kuambia hivi, hii Jomvu hatuna sababu ya kubadilisha mbunge. Hatuna sababu ya kubadilisha mbunge, sawa? Mimi ndio kiongozi wa Jomvu Kuu Ward kufikia saa hii. Kama kuna mtu anaendelee kwa akti ya drama ama ni kwa akti gani? Mwalimu, nimekusikiza kwa makini. Na mimi mambo yangu mingi ni vitendo. Kwa hivyo kabla nitoke hapa, mwalimu, nitakuachia shilingi 20,000. Ukitaka kwenda kununua gesi, ukitaka kwenda kununua mpira, mimi niko hapa kuhudumia watu wa Jomvu Kuu. Sisi hapa Mikindani, kama walivyosema wenzangu, ni mayatima, kwa sababu ndugu yetu yule tuliyempigia kura ameamua yeye anataka kwenda juu. Si mmesikia hiyo maneno? Si mmesikia hiyo maneno? Sasa mimi namkumbusha, wakati ule wewe ulipokuwa atafuta UMCA ulimshika Badi, si ni kweli ama si kweli? Na ndio uliingia katika UMCA kupitia nguvu za Badi. Sasa mimi Shipeta nikishikana na Badi, kuna makosa? Kuna makosa yoyote? Shipeta hoye! Badi ambaye amekuwa kwa ziara mbalimbali za kielimu, ameelezea kujitolea kuimarisha viwango vya elimu katika eneo hilo, huku akisaidia wanafunzi waliohitimu katika tamasha za Kenya Music Festival za mwaka huu na fedha za kuwawezesha kusafiri katika mashindano ya kitaifa. Hawa watoto wetu katika kategori zote, kategori 14, wametoka nambari 1 ya kwanza. Wapigieni makofi watoto wetu, wanaenda Bungoma. Na kategori 4 wametoka namba 2. Wapigieni tena makofi watoto wetu hawa.
niko hapa, nimeelezwa ya kuwa kuna uhaba, watoto ni wengi, uhaba wa madawati uko hapa na pia kule kwa ofisi. Nimezungumza na timu ya ofisini kwangu, allocation ya this time hapa kwenu Mikindani tutawapatia 5 million Kenya shillings ya kufanya hizo vitu. Mimi ndio baba wa hii area, mimi ndio patron wa hii skuli, mimi ndio mlezi pia wa hawa watoto, ni watoto wangu. Wapigieni makofi watoto wetu sana. Kwa maana hiyo, kama mzazi, kama patron, kama kiongozi, mchango wangu leo nimempatia madam 200,000 za Kenya. Badi aidha amewapiga jeki wanafunzi walioibuka nambari 1 katika uzinduzi wa teknolojia kutoka shule ya Bad Twalib ambao wanatarajiwa kusafiri hadi kaunti ya Trans Nzoia ambako wanatarajiwa kuendeleza mafunzo kwa wanafunzi wa eneo hilo pamoja na jamii pana ya eneo hilo. Watoto wa Bad Twalib wanaenda Trans Nzoia kwenda kufundisha wengine, wapigieni makofi, kwenda kufundisha wengine. Ni kweli kabisa, wanafunzi wetu wamechaguliwa kwenda kufundisha Trans Nzoia County kuanzia tarehe 15 mpaka 21 mwezi wa 8. Mafunzo haya ni ya kupitia teknolojia, sababu tunatengeneza vifaa ambavyo vinafanya usafi wa mazingira na kufundisha kuepuka hatari, kuepuka dawa za kulevya na masuala mengine kwa jumla. David Mkutugi ni mwalimu aliyeteuliwa kuendeleza mafunzo hayo. Ali Vincent, Benvin TV.